Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Steven Nyota. Kwa wale ambao labda hawakupata nafasi ya kunijua, mimi ni mtumishi wa Mungu, nafundisha neno la Mungu na nawakaribisha nyote kwenye kipindi ambacho nitakuwa nafundisha ujumbe ambao utatusaidia katika kuvuka mwaka ama kuendea mwaka wa 2026. Na ningependa kila mtu awe na umakinifu wa kunisikiza, kwa sababu huu ujumbe utakuwezesha kuvuka. Kuna watu ambao wataachwa mwaka wa 2026. Kuna watu ambao wataachwa na madeni ya 2026. Kuna watu wataachwa na shida za 2026 kama hawatapata kuelewa jambo ambalo nitakuwa nalifundisha. Mungu ameniweka mahali hapa kwa sababu angependa ukafuke ukiwa salama, ukaache shida na mateso ya 2025, lakini pia uingie katika 2026 ukiwa umeongozwa na Bwana. Sasa nataka unisikize kwa makini sana, maana nataka nifundishe ujumbe ambao unasema kuvuka kwenda ng'ambo ya pili ama kuiendea 2026. Kitu kimoja ambacho unafaa kujua ni kwamba kuna watu ambao wanaamka asubuhi kwenda kazini, lakini kiukweli ni kwamba katika ulimwengu wa kiroho yule mtu nafsi hai yake bado imebakia kitandani imelala. Kuna watu ambao wanarauka asubuhi kwenda kwenye kazi ngumu, kufanya zile kazi ngumu, lakini washangaa kwamba yule mtu akiangaliwa katika ulimwengu wa kiroho yuko pale pale, afanye chochote. Ndio maana washangaa kwamba kuna mtu atakaa chini aandike mambo mengi ambayo atayafanya mwakani. Anachukua kitabu anasema, huu mwaka nitajenga, huu mwaka nitaingia kwenye ndoa, huu mwaka nitakuwa na biashara yangu, huu mwaka nitaingia kwenye masomo. Lakini mwaka ukiisha unashangaa kwamba hakuna kitu ambacho umekifanya. Hata vibaya zaidi unashangaa kwamba kuna watu wengine ambao wamerudi nyuma, hatua zingine nyuma. Sasa ni nini ambacho kinafanya watu wakuwe hivyo? Maana kila mtu, hakuna mtu ambaye apendi kupiga hatua kimaisha. Hata yule mtu ambaye utampata kwa barabara ni kama amekata tamaa na maisha. Yule mtu ambaye utampata kwenye barabara ni kana kwamba hataki kuendelea. Yaani yule mtu ukimwendea vizuri kumwambia, bwana nataka nikusaidie upige hatua, utashangaa kwamba yule mtu ako na nia ya kutaka na kupiga hatua. Lakini ni nini ambacho kinafanyika kwenye maisha ya mtu wakati ule ambapo ungependa kupiga hatua, lakini unapata kwamba mwaka nenda ama miaka nenda miaka rudi uko pale pale? Nini ambacho kinatokea? Musa anaambiwa na Mungu wakati walipokuwa jangwani, anaambiwa kwamba mlipouzunguka mlima huu vyatosha. Anawaambia Mungu, ngeukeni sasa muelekee katika nchi ya ahadi, kwenye nchi ya Kanaani, kwenye ile nchi ambao nilipokuwa na watoa Misri nilikuwa nawapeleka. Wale watu walikuwa wanatembea, lakini mbaya zaidi hawako wanapiga hatua, walikuwa wanazunguka mahali pamoja. Sasa kuna watu ambao ndio wanatembea, anaamka asubuhi ili kwenda kwenye shughuli zake, lakini unashangaa kwamba yule mtu anazunguka mahali pamoja. Nini ambacho kinamfanya huyu mtu kwamba anazunguka mahali pamoja na apige hatua? Ni kwa sababu hajaelewa kile ambacho nataka nikufundishe siku ya leo. Kwa hivyo ndio maana nataka utulie vizuri, unisikize kwa makini, ili huu mwaka kile ambacho utachukua kalamu uandike, useme hiki ndio nitakifanya, uone kwamba utakuja kukifanya na utakuja kufanikiwa kupiga hatua na sio kuzunguka mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa apendi wakati ule ambapo unazunguka mahali pamoja. Maana kuna kazi ambayo alikuitia hapa duniani kuifanya. Kuna vitu ambavyo alikuleta hapa duniani kuifanya. Sasa anapoona unazunguka mahali pamoja, anashangaa huyu mtu ananichelewesha. Kuna project zangu ambao niliweka ndani yake. Kuna vitu ambavyo niliweka ndani yake ili avifanye. Lakini sasa huyu mtu kama akizunguka mahali pamoja, yule mtu unashangaa kwamba ana faida katika mbingu. Sasa Mungu amenituma siku ya leo ili usije ukazunguka mahali pamoja, uiendee hatima yako na uwe faida katika mbingu. Maana kuna kitu ambacho Mungu alikuleta duniani ili kukifanya. Sasa nisikize kwa makini. Nataka nifundishe hiyo topic kama nasema kuvuka kwenda ng'ambo ya pili, ili usije ukaacha 2025 wakati ule sisi tumeshafuka tukaenda 2026 na tukafanikiwa kwenye huo mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 4, nataka nisome kuanzia mstari wa
35 mpaka 40 kama ikiwezekana. Kwa hivyo nataka unisikize kwa makini sana. Nitakuwa nafafanua mstari mmoja baada ya mwingine, na imani ya kwamba nikimalizia ile mstari yote utashangaa kwamba kuna kitu ambacho utakuwa umekielewa. Nataka nisome au maandiko kwanza kabla sijaanza mafafanuzi. Kwa hivyo nisikize kwa makini sana. Kile kitabu cha Marko mlango wa 4 kuanzia mstari wa 35 mpaka 40. Nasema hivi: siku ile kulikuwa jioni, akawaambia na tufuke mpaka ng'ambo. 36 nasema hivi: wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. 38 nasema hivi: naye mwenyewe alikuwako katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. 40 nasema akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Hapo ndipo maandiko, hapo ndipo ambapo takuwa nafundisha siku hii. Kwenye ule mstari wa 35 tuanzie pale. Maandiko yanasema ya kwamba siku ile kulikuwa jioni. Sasa Yesu alikuwa na mitume wake, na akiwa na mitume wake ulikuwa ni wakati wa usiku, wakati wa jioni. Anawaambia mitume wake, pamoja na kuwa ni wakati wa usiku, lakini kuna ng'ambo ya pili ambapo tunafaa kufuka. Pamoja na kuwa wakati wa usiku ni wakati ambao mtu hawezi akaona, ni wakati mtu anakuanga kwenye giza totoro, hawezi kuona. Maana ili mtu apate kupiga hatua inakuanga ni lazima awe na macho ya kuona, lakini pia awe na uwezo, awe na mwangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu mbili ambazo zinasaidia mtu katika kuona. Sasa Yesu wako na macho pamoja na mitume wao, wana uwezo wa kuona mbele, lakini shida ilikuwa ni wakati wa jioni. Maandiko yanasema huenda kilio huja na ukaa usiku, lakini mchana kukawa na furaha. Kwa hivyo wakati wa usiku ni wakati mara nyingi unakuanga ni wakati wa kilio, maana falme za giza ndio zinafanyanga kazi. Wakati wa usiku ndio wakati ambapo manduka ya kishetani yanafunguliwa. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo unapata kwamba maandiko yanasema, nao wafanyabiashara wa nchi wanalia na kuomboleza, kwa maana bidhaa zao wanaoziuza haziendi tena. Kwani wanauzanga saa ngapi? Kwani wako na maduka? Ina maana kwamba katika ulimwengu wa kiroho, wakati ule unapofunga hiyo bucha yako, kama wewe ni muabudu wa shetani, ujue kwamba hapo kwenye duka yako, ama kama wewe hujaokoka, kwenye hiyo bucha yako kuna mwingine ambaye ni mchawi anakujanga kuuza nyama za wanadamu pale. Maana biashara ambazo wanazifanyanga ni kuuza, kama vile kitabu cha Ufunuo kinasema ya kwamba wafanyabiashara wa nchi wanalia na kuomboleza, kwa maana bidhaa zao haziendi tena. Wanahesabu bidhaa tofauti pale, lakini kule mwisho nasema miili na roho za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wakati wa usiku ni wakati ambapo biashara za kishetani zinaendelea. Kwenye hiyo duka ambao unauza, unashangaa kwamba ukifika wakati wa usiku nao wanaibadilisha. Ni vile tu hauwezi ukaona, maana ni biashara ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe uko katika frequency ya kimonadamu, uko na mwili, hauwezi ukaona. Lakini kama Mungu akikufungua macho, utaona kwamba wakati wa usiku ni wakati ambapo biashara za kishetani huwa zinafanyikanga. Ni wakati ambapo mtu atanunuliwa kishetani, anafanyiwa biashara. Anasema kwamba huyu mtu tutamuua wakati fulani, kwa hivyo kujeni mnunue damu yake na mnunue mwili wake, ili mkaufanyie ushirikina, mkautumie katika ushetani. Sasa Yesu, ukiwa ni wakati wa usiku, anawaambia mitume wake, pamoja na kuwa ni wakati wa usiku ambapo falme za giza zinafanya kazi, ambao ndio wakati ambapo giza imejitoza katika uharibifu, nataka tufuke ng'ambo ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wewe ambaye nakuongelesha ni wakati wako wa giza, ni wakati ambao falme za giza zinafanya kazi kwenye maisha yako. Wamekufumba macho ya kiroho, huwezi ukaona chochote mbele yako. Lakini Mungu anakuambia ya kwamba mwaka wa 2026 lazima atakufusha. Nataka tuungane kwenye sehemu ya pili, maana imewaka moto na izimiki. Barikiwa sana. Amen.